want to pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, ni Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza na mamlaka. Tazama, ninaleta mtumishi wako Baba mbele zako mfalme. Anafanya kazi yako ya huduma na at the same time anafanya kazi yako mfalme wa falme katika serikali. Baba, kazi hii si rahisi Baba katika maisha yake. Baba, inahitaji mkono wa rehema, inahitaji mkono wa ulinzi juu ya maisha yake. Baba, mtawale, mzingire kila hatua Baba anayetoa katika maisha yake. Tembea pamoja naye kwa kutoka na kwa kurejea. Deuteronomy 28 Biblia inasema iwapo tutasikia sauti hii pamoja na kutii, ya kwamba tutabarikiwa kwa kutoka, tutabarikiwa kwa kurejea, na amani yako itadumu milele. Ndio kwa sababu tunatangaza leo ya kwamba kila ambacho hakiwezekani kwa ndugu huyu, wacha Baba kwako iwezekane. Ninamuombea dua pamoja na fanaka na ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa falme, mbariki kwa kutoka na kwa kurejea. Baba, hakikisha mfalme wa falme ya kwamba maadui wanapoinuka kwa njia moja, wasambaratishwe kwa njia 7. Yes. Leo utabaki kuwa Mungu mwaminifu nyakati zote za maisha yake. Biblia inasema ya kwamba hata wakati wa shida tunapokimbia kwako, wewe ni msaada. Tunapokimbia kwako, wewe ndio kinga ya maisha yetu. Tunapokimbia kwako, wewe ndio mfariji wa wafariji. Ndiposa tunakuheshimu kwa masaa haya kwa ajili ya mtumishi wako. Baba, mtawale, mzingire. Biblia inasema kwamba utabariki kazi ya mikono yetu. Baba, kuna majaji, kuna police officers, Baba, kuna wahudumu, kuna Wakristo. Baba, wote tunafanya kazi hii Baba kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, saidia watumishi wako na jina lako litatukuzwa. Wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya mema. Good morning, my people. Good afternoon, good evening, and good night to those people who are experiencing night at this particular time. Yeah, I want to thank you, my people. You know the way things are. Na mambo imekuwa ni magumu kidogo kwa sababu jinsi mnavyojua ya kwamba OCS is nowhere to be seen, tunamtafuta. Lakini nikaonelea kwamba nikaweze kuja hapa kanisani. Niko by the way kwa church of my spiritual father, na nimekuja ili nikaweze kutafuta maombi kwa sababu bila maombi hatuwezi. So my people, I also want you to be in prayers kwa sababu mambo ambayo tunayapitia sasa hivi sio mambo ambayo ni rahisi, ni mambo ambayo ni magumu. So kama hasijaweka Mungu, kwa sababu jua ya kwamba wale ninao deal na wao ni watu ambao wanaamini kwa uganga, wanaamini kwa uchawi na wanaamini kwa kuua. Lakini mimi ninaamini katika nguvu za Mungu, ninaamini katika sheria na ninaamini katika uhaki. Lakini na uhaki huo ukiweka Mungu pia mbele, najua kwamba mambo inaenda kutendeka vizuri. So my people, here we are in church, na nashukuru Mungu ni kwa sababu mimi huwa nikiwa kwa church na feel niko mahali ambapo niko safe. So I know I'm in a safest place possible. Najua niko mahali ambapo nipo mahali pa safe. Na by the way, guys, mtu yeyote ambaye anamwamini Mungu, mtu yeyote ambaye anaamini uwezo wa Roho Mtakatifu, huyo mtu hawezi akajikua. So my people, we are in our church Christ Revival Ministry Nairobi, na hapa ndipo huwa ninaabudu wakati wowote ambapo mnaniona, ama wakati wote ambapo every Sunday I'm always here. So guys, let me just come niwaambia kwamba niingie katika maombi. Nataka kuonana na Baba nikaweze kumuongelesha kwa sababu yeye all the time ako hapa church, prayer and fasting, and is a very strong and powerful servant of God. Huyo nimeona hata akibadilisha kwetu kwa sababu ya maombi, akibadilisha kwetu kwa sababu ya maneno ambayo aliweza kuleta. Na by the way, mimi nimeteseka sana nikitafuta hata kazi. Alipoomba ndipo nilipata hii kazi, na kwa sababu hii kazi ilipatikana na Mungu, lazima tena ikaweze kusimamishwa na nani? Na Mungu. Kwa hivyo nawashukuru sana. Let me just go tuendeni pamoja katika ibada ya siku ya leo katika madhabahu, ili ya kwamba nikaweze kuona daddy in Christ, daddy spiritual daddy, ndio nikamuelezea changamoto tunazozipitia na katuweke katika maombi, na ninajua ya kwamba tutakuwa washindi sisi sote. Amen. Mbarikiwe sana. Hello my people, so hapa niko na mchungaji wangu, na yeye ataweza kujitambulishia
kwa sababu ndiye pastor ambaye ninahudumu chini yake. He's also a good friend of mine. Tumekuwa tukihudumu na yeye katika kazi ya Mungu kwa wakati mwingi. So wakati ambapo nimepata changamoto, nyinyi mnajua jinsi ambavyo mambo yapo sahihi na mambo ya OCS na OCPD. Things are not right, na sahihi inahitaji Mungu ndio akaweze kuwa upande wetu. Kwa sababu Mungu asipotulinda na asipotuongoza, asipotufunika na damu yake, sioni kama tunaweza, kwa sababu mambo mengi ambayo imekuwa ikitendeka. Actually, acha niwaambie, mtu ambaye nimekuwa nikitegemea katika maombi yangu ni huyu. Najua hao wenye nadili nao wanategemea waganga, wanategemea wachawi, lakini mimi wakati wote ninapokuwa na katika shida huwa ninamkimbilia pastor, kwa sababu yeye ndio huwa ananitia nguvu. Actually, mtumishi wa Mungu nimeona mambo mengi Mungu akifanya katika mikono yake. Mimi nimeona mpaka cancer, stomach cancer ikiwa inapona kwa mikono yake. Mimi nimeona boma ambazo zilikuwa zimepagazwa katika uchawi zikirudi sawa kwa mkono yake. So ni mtu ambaye ninamwamini katika maombi anayoifanya, na wakati ambapo anaenda kuifanya maombi hii ninajua ya kwamba tunaenda kwa washindi. Na nataka kusi kila mmoja ambaye uko na hata mahala pale, najua pastor ataweza kuwazungumzia kidogo, ya kwamba mumtegemee Mungu, msimuamini sijui mambo ya uchawi, sijui mambo ya nini. Uchawi hauwezi ukamfikia mtu ambaye anamwamini Mungu. So mimi wakati ambapo nilienda pale kwa polisi nikapata kwamba OCS ameweza kuenda, ikabidi mimi sasa nikuje nikaweze kuombewa na my daddy, my pastor, ambaye ninamheshimu sana na maombi yake ndiyo tegemeo katika maisha yangu. Mahali ambapo the far I have gone, by the way, this guy ameng'ang'ana na mimi hata wakati ambapo sikuwa na lolote. There's a time hata yeye ndio angenitumia na hata fare ya kuenda huku na kule. Hata kazi hii wakati ambapo nilikuwa naenda kuitafuta, I think there's a time nilikuitisha 500. Na hata yeye hakuwa nayo, lakini alihakikisha kwamba ameenda akakopa na kanitumia 500, ndio na ni kama aliombea ndugu zangu, na mambo ikawa mzuri. So mimi nashukuru Mungu mahali ambapo tumeweza kufika, na ninashukuru Mungu ndio maana kwamba nikaweza kuja ili ya kwamba akaweze kuniombea. So daddy, mimi nilikuwa nimeshakuelezea yale ambayo ninayapitia, na unapata kwamba mambo yamekuwa magumu, na yule mtu ambaye tulikuwa tumemweka ndani sasa hivi sasa ametoka, na naona nikana kwamba anaweza kuwa nawinda maisha yangu, kwa sababu hatujui mahali ambapo ako. So ndio mimi nikasema nikimbilie tu kanisani kwanza. Hata nimewacha kazi zote ambazo nilikuwa ninafanya, nikasema kwamba nikuje nijiwekelee mbele za Bwana. Ukaniweke mbele za Bwana, kwa sababu najua ukiniweka mbele za Mungu mimi nitakuwa salama. So labda unaweza salimia ama fans wangu kwanza, uambie jina lako penye, na ndio tukaweze kuendelea. Karibu sana daddy. Ninashukuru sana kwa ajili ya fursa hii ambayo tunataka kukabiliana pamoja nayo. Kwa majina naitwa Pastor Testimony, nimeokoka Yesu ni Bwana, na hudumu na Christ Revival Ministry jinsi ninavyoelewa. Na ninashukuru kwa ajili ya ile hatua ambayo umechukua, kwa sababu hatua ambayo umechukua kwa ajili ya kutafuta maombi ni hatua ambayo ni nzuri. Wengi wanapopitia katika changamoto za hapa na pale, mara nyingi watu wengi huchukua hatua ya kwenda kwa waganga na kufukuzana na vitu ambazo za ulimwengu huu. Unaona, changamoto huja especially kama vile unafanya kazi ya officer. Unafanya kazi ya officer na at the same time unajua umeokoka, ni changamoto kubwa sana. Lazima umtegemee Mungu, kwa sababu wakati unapojaribu kufuata ukweli, kuna wale ambao ukweli huo unawaumiza. Kuna wale watu ambao unajaribu ili kusudi ulete justice katika nchi, lakini kuna watu wanaona ni kama unawaonea. Sasa inafika mahali mawindo ni mengi. Sasa unawindwa usiku pamoja na mchana. Na hiyo ndio jinsi ambavyo wakubwa wetu wanapitia hizo challenges. Wakubwa wetu wanapitia challenges. Unaona kama hizi vyeo kwanza nye mko nazo hizo za OCS, vyeo kama za OCPD, na vyeo hizo ambazo za juu. Sasa zingine hata kupiga mtu transfer, mtu anaona kwamba ni kama chuki. Kuna mahali alikishazoea maybe
kuna mavuno katika njia ya ufisadi. Sasa anaona unataka kumtoa hapo, umpeleke mahali kwa mfano kama Mandera, mahali ambapo pameparara. Anaona ni kama unamchukia. Sasa siku baada ya siku ndiye anaanza kuwinda vile ambavyo wewe unawindwa, kwa sababu kama amepotea utajua kwamba amepotelea wapi. Kwa sababu unaona mtu mwenye amekula training miezi 9, kisha baadaye amejua kuvuta bunduki, anaelewa kazi yake. Mtu kama huyo mara nyingi ukiona amepotea na uelewa ameenda wapi, mara nyingi lazima uwe na shaka pamoja na wasiwasi. Lakini ni Mungu tu ndiye huyo ambaye analinda watu. That's why unaona kwamba sisi kama watumishi wa Mungu mara nyingi tunahitaji kuombea watumishi ambao wanajiita watumishi kwa wote. Ya kwamba kazi pia wanayoifanya si ati ni kazi rahisi, wanafanya kazi ya kuilinda nchi na wanafanya kazi pia kutafuta pia justice. Ndio kwa sababu unaona ya kwamba kuna polisi anayedili na polisi na kuna polisi anayedili na raia. So hiyo yote ni kazi ambayo imewekwa katika ulimwengu huu. Na ilitokea kutoka katika maandiko. Katika maandiko Daudi ndiye apigane vita vizuri. Alikuwa na maaskari wake. Kuna wakati ambapo walikuwa wanaketi chini wanafanya justice. Lakini kando na kufanya justice ujue ya kwamba hata Daudi mwenyewe alimtumikia Mwenyezi Mungu. Ndio kwa sababu unaona ya kwamba anataka kukuencourage katika kitabu cha Psalms 121. Anasema kwamba I was glad 121. Biblia inasema katika Psalms 121 inasema kwamba I will lift up my eyes to the hills from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by the day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul, and then the Lord shall preserve you going out and you are coming from this time forth, and even from. Hii inajaribu kusema kwamba Mungu ndiye anayelinda maisha ya mwanadamu. Anakulinda kwa kutoka, anakulinda kwa kurejea. Na anasema Mungu hataacha mguu wako uweze kujikua, as long as that you are doing the right thing, as long as that you are giving justice, as long as that you are looking for the right of a person. Hiyo isikujalishe. Ndio unaona mara nyingi unakimbilia kwa waganga for the protection, uchanchwe ndio upate protection, but sisi tunakimbilia kwa Mungu ili kusudi, kwa sababu yeye ndio protection. Naona Daudi hapa wakati mambo yalipokuwa magumu, aliinua macho yake akatazama juu. Akasema msaada huu unatoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye hataacha hata mguu wangu uweze kujikua. So ni Mungu ndiye ambaye analinda wanadamu. So kila ambacho unastahili kutegemea sana ni maombi. Na sisi kama watumishi wa Mungu lengo letu ni kuombea society. That's why church belongs to the community. Because church belongs to the community, not only members of the church, but church also belongs to the community. That's why when community is in need, jua kwamba sasa ni wakati wa pastor sisi kufanya kazi. So we are pastors of the community. Tunajali ma police officers, tunajali ma chiefs, tunajali ma bishop na wale ambao wako katika maeneo kuhakikisha kwamba the society iko cool, calm, and then at the same time it has peace. That's why kwamba tunataka tuombe, tuone kwamba Mungu atafanya nini katika maisha haya. So just believe. It needs only to believe and have faith. Kuwa na imani na tena at the same time tutegemee Mungu. Ya kwamba tunapoenda kuomba kwa imani yote unaenda kuyashinda, kwa sababu lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu linawezekana. Na ukumbuke pia umekumbushwa katika kitabu cha Wafilipi 4:13 ya kwamba unayaweza yote kupitia Kristo atutiaye nguvu. So hakuna kesi ngumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu anaweza toroka lakini hawezi toroka Mungu. Wanaweza kukuinda usiku na mchana, but Mungu akiweka protection juu yako, hakuna chochote ambacho kinaweza tendeka katika maisha yako. Kitabu cha mwisho ambacho inastahili kutia encouragement wakati unafanya vitu zako katika ofisi ni Isaya 54:17 ya kwamba hakuna silaha itakayoandaliwa kinyume chako ambayo itafanikiwa. So kila silaha ambayo iko kinyume na maisha haiwezi fanikiwa. So just trust God as we are going to pray. Na tutaomba. Yeah, just believe. Want to pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, ni Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza na mamlaka. Tazama ninaleta mtumishi wako Baba mbele zako mfalme. Anafanya kazi yako ya huduma na at the same time anafanya kazi yako mfalme wa falme katika serikali. Baba, kazi hii si rahisi Baba katika maisha yake. Baba, inahitaji mkono wa rehema, inahitaji mkono wa ulinzi juu ya maisha yake. Baba, mtawale, mzingire kila hatua Baba anayotoa katika maisha yake,
tembea pamoja naye kwa kutoka na kwa kurejea. Deuteronomy 28 Biblia inasema iwapo tutasikia sauti hii pamoja na kutii, ya kwamba tutabarikiwa kwa kutoka, tutabarikiwa kwa kurejea, na amani yako itadumu milele. Ndio kwa sababu tunatangaza leo ya kwamba kila ambacho hakiwezekani kwa ndugu huyu, wacha Baba kwako iwezekane. Ninamuombea dua pamoja na fanaka na ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa falme, mbariki kwa kutoka na kwa kurejea. Baba, hakikisha mfalme wa falme ya kwamba maadui wanapoinuka kwa njia moja, wasambaratishwe kwa njia 7. Oh, yes. Leo utabaki kuwa Mungu mwaminifu nyakati zote za maisha yake. Biblia inasema ya kwamba hata wakati wa shida tunapokimbia kwako, wewe ni msaada. Tunapokimbia kwako, wewe ndio kinga ya maisha yetu. Tunapokimbia kwako, wewe ndio mfariji wa wafariji. Ndiposa tunakuheshimu kwa masaa haya kwa ajili ya mtumishi wako. Baba, mtawale, mzingire. Biblia inasema kwamba utabariki kazi ya mikono yetu. Baba, kuna majaji, kuna police officers, Baba, kuna wahudumu, kuna Wakristo. Baba, wote tunafanya kazi hii Baba kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, saidia watumishi wako na jina lako litatukuzwa. Wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya mema yote. Tuko na imani ya kwamba yote yametendeka. Kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Asante sana mtumishi. Simama tu kwa miguu yako. Kisha mshukuru tu Mungu, kuambia Mungu asante kwa ajili ya mambo ambayo ametenda kwa maisha yako. Asante. Amen. Todi, naomba katoe sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba tukujaribu kwa njia hii kwa sababu utafungua malango ya baraka. Mfalme wa falme, ukajibu maombi ya mtumishi mmoja alikuwa anaomba. Ukamwambia maombi yako na sadaka zako zimefika. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni wakati ambapo Baba tunaomba dua pamoja na fanaka, asipungukiwe kwa neno lolote. Weka ulinzi juu ya maisha yake. Sadaka hii uibariki na kuitakasa. Kwa jina safi tunaomba na hata kuamini. Amen. 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 Thank you my people. Na mtu yeyote ambaye labda ungependa kumfikia pastor, I'm here, you can use my number and request. By the way, pastor anaweza kuwa msaada kwako kwa zaidi on a personal level. Ni kwa sababu mimi nimeona, ukiona ninamwamini, mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini nikinyenyekea chini yake ninajua matunda ambayo iko ndani mwake. So also if maybe you need to support the work of God, you can also do the same. My number is always on the bio. Unaweza nitafuta nikupatie namba yake on a personal level kama ungependa kuzungumza naye. So Mungu awabariki sana, na najua kwamba tumehimizwa ya kwamba tunaenda kwa washindi, na najua ya kwamba ushindi ni wetu. Nimeshukuru sana dadi. Mungu akaweze kubariki. Karibu tena. Amen. Uambie watu ni Christ Revival Ministry. Yeah. Ya kwamba tunapatikana. Yeah. Tuko injili. Asante. Mungu awabariki sana. Asante.